تعد حادثة الإسراء والمعراج أعظم الحوادث منذ البعثة النبوية. watu wanahesabu na kuzingatia tukio la Isra wal Miraj ni miongoni mwa matukio makubwa yaliyotokea kupelekwa kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, lakini wengi wanalinasibisha katika mwezi huu, na hakika ya mambo tukio hilo halikutokea katika mwezi huu, bali kauli iliyokuwa mashuhuri na yenye nguvu kwamba tukio hili limetokea Rabi'il Awwal, mfungo sita huu umetokea mambo mazito kama kuzaliwa kwa Mtume alayhi salatu wassalam, kufa kwa Mtume alayhi salatu wassalam, kuanza wahi, pia ile arruya sadiqa ilitokea katika Rabi'il Awwal, na mengineyo mengi ambayo yametokea katika hiyo Rabi'il Awwal. Allah subhanahu wa ta'ala amelithibitisha tukio hili kwenye Qur'an, kwenye kitabu chake. Kwa hiyo sio swala la kugombana, isipokuwa baadhi ya ahlul bid'ah wanapinga mambo haya, kama baadhi ya mashaikh wa kibali wanapinga vitu kama hivyo, na atakayepinga Isra huyo ni mtu kafir, kwa sababu hadithi mutawatir zimekuja. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza tukio hili kwenye Qur'an. Kwa hiyo yeye Allah alimpeleka yeye Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hakumpeleka kwa ndoto wala kwa kitu gani wala roho peke yake, bali alimpeleka yeye mwenyewe kwa dhati yake. Atakayepinga mambo haya, mtu huyo ni kafir. Iweje mtume asiweze kupelekwa lakini malaika mnaamini kwamba wanashuka? Hivyo ni vitu vidogo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa tukio hili ambalo nimelieleza ni tukio la kweli na sisi tunaliamini, lakini tukosema tukio hilo alikutokea katika mwezi wa Rajab. Ama ahlul bid'ah wanaosali wakasoma kisa cha Miraj, hao ni kadhabun, dajjalun, waongo, wazushi, wambea kwa Kiswahili. Hawafai kusikilizwa wala visa vyao kuvitilia manani, na hizo funga wanaofungisha watu, madhambi watayabeba wao na wale wenye kufunga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, sambamba kabisa na kumsalia kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bado tupo katika mwezi mtukufu, katika miezi ile minne ambayo imeashiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake na kuainishwa na bwana wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba miezi hiyo ni miezi iliyochaguliwa kuwa ni miezi minne mitakatifu. Katika mwezi huu wa Rajab kuna mambo mengi yananasibishwa ya ibadat kwa mwezi huu, na watu wakaamini hivyo kwamba hayo mambo yametokea katika mwezi huu. Moja katika mambo ambayo yanahesabika ni swala la Isra wal Miraj. تعد حادثة الإسراء والميراج أعظم الحوادث منذ البعثة النبوية. watu wanahesabu na kuzingatia tukio la Isra wal Miraj ni tukio miongoni mwa matukio makubwa yaliyotokea kupelekwa kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, lakini wengi wanalinasibisha katika mwezi huu. Na hakika ya mambo, tukio hilo halikutokea katika mwezi huu, bali kauli iliyokuwa mashuhuri na yenye nguvu kwamba tukio hili limetokea Rabi'il Awwal, mfungo sita. Mfungo sita huu umetokea mambo mazito kama kuzaliwa kwa mtume alayhi salatu wassalam, kufa kwa mtume alayhi salatu wassalam, kuanza wahi pia. Ile arruya sadiqa ilitokea katika Rabi'il Awwal na mingineyo mengi ambayo yametokea katika hiyo Rabi'il Awwal. Ama sala hili kulinasibisha moja kwa moja kwamba limetokea katika mwezi wa Rajab, wasema hadha kadhib, huu ni uongo wa ahlul bid'ah, jambo ambalo wamelizusha na kisha wakaliwekea utaratibu maalum kwamba baada ya masomo yao wanayosoma msikitini, lakini siku ya pili kuna saumu maalum inayoitwa saumu ya Rajab. Hadha kadhib, huu ni uongo na hili ni jambo la bid'a, na yeyote atakayefanya jambo hili kufunga katika siku hiyo atafute bosi wa kumlipa, lakini pia amefanya jambo la haramu, atakuwa anapata dhambi kwa sababu amezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, labda kutokana na mnasaba huo tuligusie tukio hili kwa ufupi, kwa kuwa lina mambo mengi na lina vitu vingi ndani yake, lakini sio mbaya kila Muislamu kufahamu kwamba tukio hili limetokea kweli. Tarehe haijulikani, lakini limetokea vipi? Kwa sababu watu wa bid'a wanalizungumza kwa njia tofauti tofauti, wanaongeza vitu vingi. Ndugu zangu Waislamu, kabla ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam
kusafiri safara hii al-mubarak. Anaeleza Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, amehadithiwa na Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam قال amesema, farija saqafu baiti wa ana bimakkah fanazala Jibril fafarija sadri thumma ghasalahu bima'i zamzam thumma jaa bitistin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan faafragha fi sadri thumma atbaqahu thumma akhadha biyadihi faaraja bihi ila as-samaa. Anaeleza Abu Dharr kwamba paa la Mtume siku moja lilifunguliwa, farija saqafu baiti, lilifunguliwa dari la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nyumbani kwake, na hali ya kuwa yeye yuko Makka. Akashuka Jibril akampasua kifua chake, thumma ghasalahu bima'i zamzama, kisha akamuosha na maji ya Zamzam. Operation hii ilifanyika katika nyumba yake, alitobolewa katika sehemu yake ya shingo mpaka chini ya kitovu, kisha Jibril akatoa akaosha kwa maji ya Zamzam. Thumma jaa bitisti, kisha akaja na tasa au jisahani min dhahabin mumtali'in, la dhahabu lenye kujazwa hikmatan wa imana, yenye kujazwa hikma na iman. Fa afragha fi sadri, kisha akamimina kwenye kifua changu. Yani Jibril akamimina iman, akamimina hikma katika kifua cha Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hayo mambo yametokea. Thumma atbaqahu, kisha akafunika. Thumma akhadha biyadihi faaraja bihi ila as-samaa, kisha akamchukua mkono wake. Baadaye hapo sasa safari ikawa imeiva ya kwenda zake mbinguni. Ndugu zangu Waislamu, safari hii ni safari ya kihistoria. Kila Muislamu ni lazima haifahamu safari hii. Kwa hayo yalikuwa ni maandalizi. Mtume akajazwa iman na hikma kutokana na mambo ambayo atakayoonyeshwa mbeleni. Miongoni mwa maandalizi vile vile ni hadithi ambayo ameeleza Anas bin Malik kwamba Mtume alayhi salatu wassalam usriya bin nabii alayhi salatu wassalam laylan ala al-buraq. Mtume aliletewa mnyama anaitwa buraq ila al-bait al-maqdis, kuelekea katika nyumba takatifu iliyokuwepo Palestina. Anas bin Malik anaeleza, utitu bil buraq, nimeletewa mimi buraq, wa huwa dabatun abyadun tawilun, naye ni mnyama mweupe tena ni mrefu. Fauqa al-himar, ni zaidi ya punda. Wa duna al-baghl, lakini yuko chini ya nyumbwi, kwa hiyo yuko baina hapo. Yadhau hafirahu inda muntahi tarfihi, anaweka zile kwato zake pale anapoangalia. Ikiwa anaona sokoni, basi kwato zitatua hapo hapo. Ikiwa anaona mahali fulani, kwato zitatua pale pale. Farakibtu hatta ataitu bait al-maqdis, nikampanda mpaka nikaelekea bait al-maqdis. Farabattuhu bil halaqati allati yarbitu biha al-anbiya, kisha nikamfunga kwenye kikuku au kigogo ambacho manabii wanafunga wanyama wao hapo. Thumma dakhaltu al-masjida fasallaitu rak'atayn, kisha nikaingia msikitini nikaswali rakaa mbili, kwa maana aliingia Baitul Maqdis akaswali rakaa mbili. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, nimetanguliza hadithi na baadhi ya mambo kidogo tu ambayo yanahusiana na masala ya al-Isra wal Miraj, lakini kuna mambo mengi hapo katikati nimeyaacha. Allah subhanahu wa ta'ala amelithibitisha tukio hili kwenye Qur'an, kwenye kitabu chake. Kwa hiyo sio swala la kugombana, isipokuwa baadhi ya ahlul bid'ah wanapinga mambo haya, kama baadhi ya mashekhe wa kiibadhi wanapinga vitu kama hivyo, na atakayepinga Isra huyo ni mtu kafir, kwa sababu hadithi mutawatir zimekuja. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza tukio hili kwenye Qur'an pale aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ametakasika yule ambaye na kila upungufu. Subhanalladhi, ametakasika yule ambaye asra, amempeleka, asra bi'abdihi, amempeleka mja wake. Na ikitajwa mja maana yake ni mwili, roho, viungo, nyama na damu yake, kama vile kusema huyu ni mwanadamu. Mwanadamu ni mtu aliyekamilika, mwili, nyama, roho na kila kitu. Sasa ukisema abdihi, maana yake ni mtu aliyekamilika. Kwa hiyo yeye Allah alimpeleka yeye Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hakumpeleka kwa ndoto wala kwa kitu gani wala roho peke yake, bali alimpeleka yeye mwenyewe kwa dhati yake. Atakayepinga mambo haya, mtu huyo ni kafir. Iweje mtume asiweze kupelekwa, lakini malaika mnaamini kwamba wanashuka? Hivyo ni vitu vidogo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo subhanalladhi, ametakasika yule ambaye na upungufu wote, asra bi'abdihi, alimpeleka mja wake, laylan, sehemu ndogo katika usiku. Wale watu wa lugha ya Kiarabu hasa wanaosoma lugha ya nahwu, laylan hiyo imekuja kinakira, na nakira siku zote inafidisha taklil, kitu kuwa kidogo, au ta'dhim, au kukiadhimisha kitu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba amepelekwa sehemu ndogo kabisa ya usiku, minal masjidil haram, kutoka msikiti mtakatifu. Japokuwa tukio hilo limetokea, riwaya zinaeleza wakati Mtume alayhi salatu wassalam yuko nyumbani kwa Ummu Hani, mtoto wa Abi Talib. Inaelezewa hivyo, riwaya zimekuja hivyo, lakini imeambiwa ni Masjidil Haram kwa sababu Maka yote ni haram. Popote utakaposwali Maka, wewe thawabu zake ni 100,000 popote pale. Nyumbani kuswali sunna 100,000, ukiswali msikitini 100,000, misikiti ya pembeni 100,000. Tofauti na Madina. Madina ukiswali sehemu nyingine kinyume na ule msikiti, ni sawa umeswali Makorora tu, Mtimkavu, au umeswali huko kwa itwaje, Doda, sehemu gani, ni sawa tu. Lakini ikiwa utaswali katika msikiti ule wa Madina ndani, basi utapata thawabu 1,000. Na hivyo Baitul Maqdis, ukiswali ndani ya msikiti ule utapata thawabu 500. Lakini ukiswali nje hapo, sehemu kama mkwenda Gaza, wapi huko, sehemu nyingine, basi wewe na kuswali na Geza Ulole na huko ni sawa. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema minal masjidil harami ila almasjidil aqsa, amemtoa msikiti mtakatifu mpaka Masjidil Aqsa alladhi barakna haula, msikiti ambao tumeubariki pembezoni mwake. Msikiti ule umebarikiwa kwa kuwekewa matunda na miti mbalimbali
lakini pia ni ardhi ambayo yenye kubarikiwa, kwa sababu ndiyo kuna manabii wengi wametoka katika ardhi hiyo. Wa innaha rihlatu ila al-ardi al-mubaraka allati baraka Allahu ta'ala fiha wa alayhi ardu al-anbiya'i wa mahdi ar-risalat as-samawiyya. Hiyo ndiyo sehemu ambayo zinashuka ujumbe mbalimbali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi hiyo ambayo imebarikiwa, allati barakna haula, ambayo tumeibariki pembezoni mwake. Ukisoma Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema kwenye kitabu chake, wanajjainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala sema wanajjainahu, tukamuokoa Nabii Ibrahim wakati alipotaka kutiwa katika moto. Nabii Ibrahim akaokolewa, wa Lutan, pamoja na Lut pia akaokolewa, kwa sababu Lut alimwamini Nabii Ibrahim. Yani Lut na Nabii Ibrahim walikuwa kipindi kimoja. Yeye alimwamini, baadaye na yeye akawa ni mtume alayhi massalatu wassalam. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanajjainahu wa Lutan, tukamuokoa Nabii Ibrahim pamoja na Luti, ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin, kumpeleka kwenye ardhi ambayo tumeibariki sisi kwa viumbe wote. Kwa hiyo ardhi hile ni ardhi mubarak, ambayo ndio itakuwa ardhi ya kufufuliwa, ardhi ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, ardhi hile imebarikiwa. Wali Suleiman ar-riha, Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema hivyo, na Suleiman tulimpelekea upepo asifatan, wenye nguvu, tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha, unaokwenda kwa amri ya Allah kuupeleka kwenye ardhi ambayo tumeibariki ndani yake. Wa kunna bikulli shay'in alimin. Ndugu zangu Waislamu, habari ni nzito, habari ni nzito. Tukirudi hapo katika aya hiyo, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayati. Malengo ya safari hii Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza mwenyewe kwenye Qur'an, ameeleza mwenyewe kwenye Qur'an akasema linuriyahu min ayatina. Hiyo ni lamu ya ta'lil, lamu ya sababu, kwa sababu tumuonyeshe sisi aya zetu, sio kumuona Allah, kumuonyesha sisi aya zetu. Linuriyahu min ayatina, ili tumuonyeshe zile aya zetu. Aya zimetajwa kwenye Qur'an. Mkisoma surah an-Najm kwa urefu wake, allamahu shadidul quwa dhu mirrati fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna faawha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba al-fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Hakika ameona alama kubwa za Mola wake. Hapo kidogo kama kuna aya nimeziruka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka, akaona huko Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, akaona mkunazi inda sidratil muntaha, akaona mkunazi ambao mambo yote yanaishia hapo ya wanadamu, indaha jannatul ma'wa, lakini mbele ya mkunazi huo kuna pepo ambayo tumeandaliwa sisi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala alimuonyesha mtume wake miujiza mbalimbali, akamuonyesha pepo, akamuonyesha moto, akaona mkunazi, na akamuona Jibril kwa umbile lake ile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilomuumba. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha, hakika alimuona kwa mara nyingine hapo kwenye mkunazi wenye kuishia mambo yote. Wewe mkunazi unaujua? Mtume alayhi salatu wasalam ameusifu, kuna majani mbalimbali ameyasifu matawi yake ni kama vile masikio ya tembo. Kwa hiyo hiki ni kipengele cha pili kuhusiana na masala ya Isra na Miraj, lakini mimi nimeeleza kipengele cha kwanza, nacho ni kutoka Makka
kwenda katika Baitul Maqdis. Kwa mtume alayhi salatu wasalam alikwenda yeye mwenyewe. Linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa itikadi zetu ni kuamini tukio hili, kwamba tukio hili limetokea. Al-Imam At-Tahawi katika kitabu chake Aqidatu At-Tahawi, al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad anasema wal mi'raju haqqun qad usriya bin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa urija bi shakhsihi fil yaqadha. Anasema miraji ni jambo la kweli, amepelekwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa yeye mwenyewe, bi shakhsihi fil yaqadha, amepelekwa kwa umbile lake, kwa yeye mwenyewe, kwa umacho kabisa, hakusinzia. Alikwenda yeye mwenyewe ila samaa, thumma haythu shaa Allahu min al-ula wa akrama Allahu bima shaa wa awha ilayhi ma awha ma kadhaba al-fuadu ma raa fa sallallahu alayhi fil akhirati wal ula. Ndugu zangu Waislamu, habari hizi ni habari za kufuatiliwa na watu kuzisoma katika tarehe mbalimbali, japokuwa kuna habari nyingi sana za uongo ndani yake, nyingi sana. Mojawapo wanasema Jibril, yule mnyama, alipofika Baitul Maqdis, Jibril akatoa kidole kwenye jiwe fulani, ikapasuka katikati, kamba ile ikatiwa pale ndani kwa ajili ya kufungua ule mnyama. Lakini hadithi kwenye Bukhari zinaeleza kwamba Mtume alayhi wasallam alimfunga mnyama wake kwenye kigogo ambacho manabii wote wanafunga wanyama wao hapo. Kwa nini tumenena hivi tukasema haya? Mahalu shahidi ni kwamba baada ya matukio haya hakuna kitu kingine chochote kilichosuniwa, ima kufunga ama mingineyo au sadaka fulani. Hakuna kitu hicho ambacho kinatakikana kwa Uislamu. Kama vile anavyosema al-Imam Ibn Rajab, amma as-siyam falam yasihhu fi fadli sawmi Rajab bi khususihi shay'un anin nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ama swala la kufunga haikusihi katika fadhila ya kufunga katika mwezi wa Rajab kuhusisha jambo hilo kitu chochote kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa yoyote unamwona anayefunga kwa kuadhimisha, basi huwa mwenyewe ajifungia tu, basi amepotea katika njia ambayo ya sawa. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa tukio hili ambalo nimelieleza ni tukio la kweli na sisi tunaliamini, lakini tutwasema tukio hilo alikutokea katika mwezi wa Rajab. Ama ahlul bid'ah wanaosali wakasoma kisa cha Miraj, hao ni kadhabun, dajjalun, waongo, wazushi, wambea kwa Kiswahili. Hawafai kusikilizwa wala visa vyao kuvitilia manani. Na hizo funga wanaofungisha watu, madhambi watayabeba wao na wale wenye kufunga. Kilichosihi kutoka kwa Mtume alayhi wasallam ni mtu kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi kama mambo ya kawaida yanavyoendelea, na watu kujitahidi kusoma Qur'an kwa ajili ya kwamba unapata thawabu nyingi zaidi, na pia vile vile kujiweka mbali na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huu ni mwezi mtakatifu, lakini ndio unamalizikia hivi. Kwa hizi siku chache unaweza pia ukajitahidi, kwa sababu huwezi kufahamu kitu gani ambacho kitaweza wewe kukuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salat.